Naam, ikiwa ndo kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni Sports AM, bado upo nami Akida Kilango. Nimekupitisha sehemu mbalimbali. Tulikuwa na gwiji hapa, tulikuwa na Mensa, amezungumza mengi, lakini pia nikakufahamisha taarifa mbalimbali, lakini pia katika ligi mbalimbali ambazo tunazionyesha kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Nilikuwa na Evans Mali hapa kwa ajili ya kuweza kutupitisha kwa utuo katika ligi mbalimbali ambazo unaweza kuzishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini sasa umefika ule wasaa wa kuweza kuweka mada mezani na kuweza kuzungumza na wachambuzi ambao hawa ni wahariri. Tunaweza kuzungumza nao kupitia katika taarifa mbalimbali, kutazama mada zetu mezani, ambapo jopo la wahariri leo hapa nina Songelia Kilinga ambaye ni mhariri wa habari gazeti la Daily News, lakini pia nina Clesens Kunambi, mhariri wa michezo wa Habari Leo, lakini pia nina Rashid Kejo, yeye ni mhariri wa gazeti la Wananchi. Pamoja nao mimi ni Akida Kilango, Akidukaida. Kejo yetu tulikuwa sote hapa mwaka 2025, lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu tumekutana tena 2026. Kwanza kabisa nawatakie heri ya mwaka mpya. Nashukuru sana, nawe pia. Ni fahari kufanya wote kipindi kwa mwaka 2026 ikiwa ni kipindi cha kwanza kabisa. Kejo, tukianza kutazama tuliokuwa nayo hapa kwenye Kombe la Mapinduzi. Ndio. Mnyama kaanza vizuri, lakini Bajaber naye tunasema kwamba ameanza naye vizuri pia katika michuano hii ya Mapinduzi. Ni kweli, kwa sababu Bajaber itakumbuka kwamba nadhani amecheza mechi mbili Simba na karibu kila mechi amefunga goli. Ya kwanza ile kwenye ligi akitokea Sabu Meja Jenerali Samuyo, na ya pili mechi ya jana. Kwa hiyo baada ya kuwa amesajiliwa akakutana na changamoto za majeruhi, akawa na matatizo kidogo, mpaka yalianza kutokea maneno wamesajili nini bwaje, maneno hapa na pale, lakini amerudi uwanjani na ameonyesha uwezo mkubwa. Hata goli alilofunga jana ni goli ambalo ukiangalia aliwaondoa kwenye mtego wa kuotea ile timu Mwembe Makumbi, na akatulia akamchambua kipa ambaye jana alicheza vizuri sana, kipa wa Mwembe Makumbi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni kwa kiasi gani Bajaber amerejea na anaenda kutoa mchango mkubwa kwenye klabu yake. Anaonyesha thamani na uvumilivu wa Simba waliompa baada ya kumsajili akiwa majeruhi. Lakini kwa mchezo kwa ujumla wa jana ulikuwa unaweza ukasema kama Simba walikuwa kwenye mazoezi hivi, haukuwa wa mtikisiko sana, lakini walikuwa kama alivyozungumza Duchu baada ya mechi kwamba walikutana katika siku 4 tu kufanya mazoezi ya pamoja na kuingia kwenye mechi. Ila wahenga wanasema baiskeli unajifunza mara moja tu, ukishajua umejua. Ni rahisi sana kuassemble wachezaji ambao wanaujua mpira na kuingia kufanya kile ambacho wanatakiwa kukifanya. Walichokuwa wanajitahidi kufanya ni kuhakikisha kwamba hawafungwi, na katika ukuta walijitahidi sana, lakini waliwaacha Mwembe Makumbi. Walionyesha ile typical Zanzibar football, kuposesi mpira, kuchezea mpira. Walikuwa wazuri sana wale vijana, yani nasikia kwamba ni timu mpya, na ni kweli, maanake hatukuwahi kuisikia siku za nyuma, lakini walikuwa wanacheza mpira mzuri. Kuna wachezaji pale kina Dante, majina na wenyewe wana AKA nyingi sana. Wachezaji wa Zanzibar walikuwa wanacheza perfect football. Ilikuwa ni mchezo wa kuvutia sana kwa kweli. Kunambi, kwako Bajaber ameweza kufunga mchezo wa pili, goli la pili anafunga. Goli lile ama magoli hayo ambayo mpaka sasa ameshayafunga yatakuwa yamemjenga kiasi gani, ukiachana na maneno mengi ambayo yalikuwa yakizungumzwa nje ya uwanja kuhusiana na usajili wake, lakini kukaa nje kwa muda mrefu? Kwanza Bajaber ni kama usajili mpya Simba. Ni mtu ambaye alisajiliwa kwenye dirisha kubwa, lakini akakumbana na majeraha kama alivyosema hapa Kakejo. Na hii ni mechi yake ya pili ya kimashindano. Ngaje pia alicheza na hawa wa JKT kwenye mechi ya kirafiki ambapo walionyesha kiwango bora pia, lakini kwenye mashindano hii ni mechi yake ya pili. Kwa hiyo huu ni kama usajili mpya na ni faraja kwa Simba
ambayo iko kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Huyu mchezaji alikuwa anahitaji match fitness baada ya kukaa nje kwa muda mrefu kutokana na majeraha. Sasa anaporudi na aina namba 10 ambaye anajua kufunga, anajua kutengeneza magoli, nafasi na mabao. Kwa bahati nzuri mimi nimewahi kumshuhudia Bajaber toka akiwa na timu yake ya Polisi ya Kenya, ambapo aliipa ubingwa wa ligi kuu ya Kenya. Lakini nimewahi kumshuhudia kwenye kikosi cha Harambee Stars. Ni mtu ambaye anafunga mabao ya kuvutia hasa. Na ni aina ya namba 10. Kwa hiyo pale anaenda kuongeza ushindani na anaenda kuiboost squad nzima ya Simba. Ndio maana nimesema kwamba ni kama faraja. Mimi naiangalia zaidi Simba ambayo imestruggle kwenye Champions League kwa kuanza kucheza kwa Bajaber mpaka atakapoanza kucheza tena, wanaweza kawa na matumaini ya kusonga mbele kama wakishinda mechi zao hizo za Champions League. Kwa hiyo mimi nauchukulia huu kama ni usajili mpya. Kweli ni mchezaji mzuri, namba 10 wa kisasa, mdogo, ana nguvu na ana uwezo wa kupiga mashuti. Isiri kama vile ya Feitoto. Ni mchezaji mzuri. Kilinga, tukitazama mchezo wa Simba, kiwango alichoonyesha jana, bao aliloshinda, tumezoea timu inapokuwa na kocha mpya, wachezaji wanapokuwa wanapewa nafasi huwa wanajitahidi kuonyesha kila kitu ili kuweza kumshawishi kocha mpya. Vipi kwa Simba jana? Umeliona hilo likifanyika? Yes, ni kweli. Kocha mpya anapokuja, na mara nyingi wachezaji hasa wale ambao hawapati nafasi, wakipewa nafasi wanapambana kumuonyesha kocha ni kitu gani walicho nacho. Ukiangalia kwa mchezo wa jana, Simba si kwamba walicheza kwa nguvu sana, lakini kuna kitu nilikiona kama kimebadilika. Walikuwa wanapiga pasi, waliachiana sana mpira jana, tofauti na namna wanavyocheza kwenye ligi. Mara nyingi unaweza kukuta kuna mchezaji akipewa pasi ana dribble. Lakini jana walijitahidi katika kupiga mipira kwenye space na kupeana nafasi. Hata aina ya goli ulivyoliona jinsi walivyopeana nafasi pale, na bin Jabir kama alivunja mtego wa kuotea na kamchambua goalkeeper. Kwa ni mchezo ambaye yawezekana technical bench limeuleta sasa, yani wapige pasi zaidi, watoke katika maeneo yao huku wakipeana pasi za haraka na kufika katika eneo la adui. Lakini kuhusu mfungaji wa goli bin Bajaber, ni mchezaji mzuri sana kwangu mimi, na mimi nilikuwa nikimfuatilia wakati anacheza Polisi. Ni aina ya mchezaji ambaye namuona anacheza kama alivyokuwa akicheza Simba kiungo wa zamani Shehan Rashid, lakini Shehan ambaye alikuwa akicheza namba 8 zaidi, tofauti na Bajaber ambaye anacheza namba 10, lakini ana zile skills zile. Unamwona ni mwepesi wakati kuuachia mpira, na shot zake kwenye target ni nzuri. Kwa hiyo ni kama alivyosema Kunambi, fitness ya Bajaber kwa Simba ni kama usajili mpya. Kile ambacho walikuwa wanakikosa kwenye namba 10 mchezaji wa timu, nafikiri wanaweza kukipata kutoka kwa Bajaber. Mchezo mwingine ambao umechezwa jana, Singida Black Stars walitoka sare na URA kufungana bao 1-1. Wametoka kupata sare nyingine katika mchezo uliopita dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC, napo pia walitoshana nguvu kwa kufungana bao 1-1. Lakini kabla ya hapo walianza kwa ushindi. Kwa kikosi hiki cha Singida, kwanza tutazame mchezo wenyewe jinsi ulivyokuwa. Nikianza na Kunambi, Singida tunafahamu hapo katika mashindano ya kimataifa, kwa hiyo michuano hii pia kwa wanaitumia kama sehemu ya kujiandaa. URA walikuwa ni kipimo sahihi kwao? Ni kipimo sahihi kwa sababu hasa ukichukulia kwamba URA sio timu kutoka Tanzania. Kwa hiyo ina testi fulani kama ya mechi ya kimataifa tu. Vile unakumbana na wachezaji ambao mara nyingine hata hujawahi kuona aina yao ya mchezo. Na URA ni moja ya timu shindani katika ligi kuu ya Uganda ambayo ishashiriki michuano ya kimataifa huko nyuma. Ngaja hapa kati kama ilipotea hivi. Kwa kuipata mechi kama hii, ngaja wako kinyume
yani hawana kocha wao Miguel Gamondi ambaye yuko kule AFCON, inawasaidia katika kuboost fitness au match fitness. Watakiwi kukaa tu wachezaji katika kipindi hichi ligi zimesimama, watakiwa kucheza mashindano kama haya. Kwa hiyo mimi naona kwangu mimi ni kipimo kizuri kucheza zile ya URA ambao pia nayo ishawahi kushiriki mashindano haya ya Kombe la Mapinduzi kipindi cha nyuma kabla ya kuanza tena, kabla ya kurejea msimu huu. Kwa mchezo uliopita dhidi ya Azam FC tuliona goli ambalo aina goli alilofungwa ilikuwa ni shuti la nje kidogo eneo la 18, tofauti na goli hili ambalo wamefungwa katika mchezo huu wa jana. Kejo, kwa namna ambavyo unaitazama safu ya ulinzi ya timu hii ya Singida, unahisi ni maeneo yapi ambayo wanatakiwa wayaboreshe? Kwa sababu tunafahamu wanapotoka hapa tarehe 20 na hapo michezo ya kimataifa ile inakuwa inaendelea kwa upande wa kombe la shirikisho, lakini pia ligi ya mabingwa. Ni jambo kubwa ambalo nimeliona kwenye kikosi cha Singida, wala hata sio kwenye ukuta, yani kwa maana backline, ni kwenye kiungo. Na ukiangalia kwenye kiungo wachezaji wake nyota au tegemeo ambao walikuwa wanategemea wote wako na timu ya taifa. Mmoja alikuwa Uganda Aucho na mwingine yuko na timu ya taifa Gago. Sasa timu na hapo sasa ndio ambapo tunatakiwa timu ijenge kikosi kipana, kwamba kikosekana fulani timu haifanyi vizuri. Sasa kina Damaro hawa kina nani, kuna mchezaji wa nje wanatakiwa wawe fit inavyotakiwa kuziba pengo, kwa sababu kukosekana kwa wachezaji wengine ambao wamechukuliwa kwenye majukumu ya kimataifa inatoa nafasi wewe kuonyesha uwezo wako na kumshawishi kocha kwamba mimi ninafaa zaidi ya mwingine. Sasa kupwaya kwenye safu ya kiungo ya Singida United imekuwa ikileta shida, hata Singida Black Stars. Kwenye Singida Black Stars hata katika mechi iliyotoka sare na Azam ulikuwa unaona kabisa kwenye safu ya kiungo kulikuwa kuna tatizo. Azam walicheza vizuri licha ya kwamba hawakufunga, lakini kulikuwa kuna mbadala wa kina Feitoto, walicheza vizuri na waliperform vizuri. Sasa kinachotakiwa kwa Singida kwanza ni kuhakikisha kwamba wana mbadala wa kutosha katika eneo la kiungo, na sishangae labda ndio maana walikuwa wanahitaji kuwachukua wachezaji kama kina Dante, kina Dumbia kutoka Yanga kwenda kusaidia kuziba pengo lile. Kwa hiyo inahitaji kuongeza umakini kwenye safu ya kiungo, lakini pia kwenye safu ya ushambuliaji imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi, wamekuwa wakitengeneza nafasi nyingi, lakini kuzimalizia, ambalo ni tatizo kubwa kwenye timu zetu nyingi za taifa au za Tanzania, kwa sababu ukiangalia hata Azam walikuwa wanaposesi, wanapata mipira mingi, wakifika mbele inapotea. Mpaka wakati mwingine nawakumbuka kina Nado, hapa angekuwa Nado, hapa angekuwa, inakuwa kidogo inaleta tashwishi tofauti. Kwa hiyo nadhani Singida inahitaji haswa kwenye safu ya ulinzi. Ukiangalia hata imeruhusu magoli mangapi? Ni moja tu, lakini shida iko kwenye kiungo na umaliziaji. Nas, kwako tathmini yako ni ipi katika mchezo huu kabla sasa hatujauelekea mchezo wa leo? Mchezo ulikuwa ni mzuri na Singida Big Stars naona kuna namna wanakuwa wana struggle, hasa kama alivyosema Kejo kwenye eneo la umaliziaji. Tangia wamkose Jonathan Soa ambaye ame cross kwenda Simba, naona kama bado hawajapata mbadala wake. Yule striker wa Kenya Elvis Rupia naye kama amepoteza fomu yake ile aliyokuwa nayo season kama 2 zilizopita, ambayo alikuwa ukimuona. Lakini kuna Maruf Shakembe naye pia tunaona ni mzuri na anafunga. Maruf anafunga, lakini bado ile quality ya Jonathan Soa pale, kwa sababu ilikuwa kila chance walikuwa wakitengeneza, uliona Jonathan Soa alikuwa akifunga. Katika raundi ya pili tu ya ligi aliweza kufunga karibu magoli 11. Sasa unapokosa striker wa namna ile, timu ina struggle kidogo, lakini naamini kwa coach aina ya Gamondi, kadri anavyokaa na timu anaweza akaitransform, na katika mashindano kama haya ambayo tayari wameshiriki Mapinduzi Cup, yamekuja muda mzuri kwao, kwa sababu
wamekaa muda mrefu bila mashindano, bila ligi na nini. Kwa hiyo kuelekea sasa mechi zilizobaki za Champions League na ligi kuu na za Confederation Cup na ligi kuu, ambao wamestruggle kwenye Confederation Cup, inaweza kuwa ni eneo zuri la kuijenga timu ili kugeuza yale matokeo mabaya ambao walianza nayo kwenye mashindano ya kimataifa. Kunambi leo wananchi Young Africans jana tuliona wakiwa wameshapanda boti na wamefika visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushiriki katika Kombe la Mapinduzi. Tumemsikia pia kocha wao kile ambacho amekizungumza pamoja na golikipa Twalibu Msheri, na leo wanakuwa kibaruani dhidi ya KVZ. Tutegemea utakuwa ni mchezo wa aina gani, kwa sababu timu za Kizanzibari hakuna asizifahamu. Inapokuja kwenye swala la uchezeaji wa mpira, wao ni mafundi ama mahodari katika eneo hilo. Mchezo utakuwa mgumu. Utakuwa mgumu kwa sababu mimi naifahamu hizi timu za Kizanzibari, hasa KVZ. Nishawahi kwenda kwa kushuhudia michuano ya Kombe la Mapinduzi kule mwaka 2022. KVZ ni moja ya timu ambazo kila msimu kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi inakuwepo. Kwa Zanzibar sasa hivi ni moja ya timu ambazo ni kubwa. KVZ, Mlandege, Malindi, KMKM, hizo ni timu ambazo zinashindana sana. Na timu za Kizanzibari sasa hivi zinachukulia mashindano kama haya kama platform yao ya wachezaji wao kujiuza, kuja kucheza ligi ya Tanzania bara. Kwa hiyo wanachezaga na determination kubwa sana, mbali na vipaji vao vya kiasili, lakini kwa wachezaji wa Zanzibari hasa wanapokuja kukutana na timu kama Yanga au Simba au Azam, kwa hizi timu aina KVZ, sio Mlandege, Malindi, huwa wanajitolea kila kitu, mechi inakuwa kama fainali. Kwa hiyo kwa muktadha huo, hii mechi leo itakuwa ngumu kwa timu zote mbili. Ingawaje pia ni advantage kwa timu zote mbili wakati huu ligi ambapo imesimama, wao kuhakikisha kwamba wanapata match fitness, lakini mimi sioni kama mechi itakuwa rahisi kwa Yanga, kwa sababu Yanga ni timu kubwa, na nazielewa hizi timu za Zanzibari zinapokutana na timu za aina ya Yanga, Simba, Singida Black Stars, Azam, yani wao wanachezaga kama fainali. Tunaweza kusema ni kama kombe ni kama mwali bado hana mwenyewe, kwa sababu msimu uliopita ilikuwa ni timu za taifa. Kwa hiyo sasa hivi ni kama kombe liko wazi. Hii haiwezi kuwa ni fakta nyingine ya kwamba Young Africans na tabia ambayo wameshajijengea ya kutaka kuchukua kila ambacho wanashiriki, hii inaweza ikazidi kupeleka mtihani mwingine kwa KVZ ambao wanakutana na Young Africans leo. Kejo. Kwanza Yanga inaingia uwanjani itakuwa na kikosi almost kile cha kwanza ni kama hakipo, kwa sababu kuangalia kipa na mabeki wote wanne, ule ukuta ule wakina Mwamnyeto, Mohamed Hussein, Baka na Job wote wako kwenye majukumu ya national team ya taifa. Kwa hiyo tunatarajia hawa watano nyuma, watano wote watakuwa si wale regular player, labda kina Shadrack Kiboka anaweza akapata nafasi. Tutaangalia na huyu Yatola yao Kwasi kama muda mrefu naye pia alikuwa na majeruhi, labda kama atapata nafasi, lakini ndio nafasi ambayo tutaanza kuona kama kuna tetesi za usajili, wachezaji watakaochukuliwa labda kwa ajili ya mazoezi. Tumeanza kuona hiyo, hata jana Simba walimuingiza Bashir. Tulianza kuona wachezaji wapya wageni ambao walikuwa hawapati nafasi na wataanza kupata nafasi. Kwa kocha haya ni mashindano yake ya kwanza kushiriki ya Mapinduzi. Hajawahi kushiriki Kombe la Mapinduzi kama ilivyokuwa kwa Steve Barker jana. Kwa hiyo tunataraji naye ataanza, anaona kwamba, na bahati nzuri wenzetu hawana ya vitu vya kwamba haya ni kama mazoezi au nini. Anahitaji taji, anajua hapa kuna kombe na alihitaji kombe. Kwa hiyo najua na Pedro ni kocha very serious, amekaa Angola, anajua ushindani ni mkubwa kule na hivi. Kwa tunaamini kwamba hata pamoja na kwamba hata kuwa na kikosi chake kamili, lakini wachezaji atakao waingiza anajua ni wachezaji ambao wataenda kumpa ushindani na wataenda kumprove wrong kwamba
hao uliokuwa unawatarajia sisi ni bora zaidi. Lakini kwa KVZ kama ulivyosema na kama alivyosema Kunambi, KVZ sio timu ya kitoto, ni timu kubwa, ina jina kubwa Zanzibar, na ni timu ambayo imeshashinda mataji, inajua umuhimu wa haya mashindano, inajua namna ya kujiuza wachezaji mmoja mmoja. Kama ulivyosema, ni timu ambazo wale ndo typical Zanzibar na ni players wanaojua kuchezea mpira, kukaa na mpira, kudribble, yani kuburudika, udambwidambwi wanasema watoto mjini. Wana mambo mengi ya udambwidambwi kwenye mchezo. Kwa hiyo tunatarajia kwamba KVZ matches kwamba wanapewa nafasi kwamba wao ni timu ya pili ukilinganisha na Yanga, lakini matokeo yanaweza kaja ya kushangaza. Swali langu katika hili kwa kuhitimisha kuhusiana na hili la Young Africans na Kombe la Mapinduzi, wote mtanijibu kila mtu kwa wakati wake. Kwa kifupi, ugumu unakuja wapi pale ambapo inabidi utumie mashindano kama sehemu pia ya kujaribu wachezaji wapya, kwa sababu asilimia kubwa ya wachezaji wako wapo katika majukumu ya timu ya taifa, lakini wakati huo huo kuna kombe uwanjani? Kwa sababu ingekuwa ni mashindano ambayo hayana kombe, makocha mara nyingi kila ambacho anakujibu anakuambia mimi nilikuwa sitazami matokeo, nilikuwa natazama mbinu zangu na yale ambayo nilikuwa nataka kuyaingiza kwenye kikosi, je, yameweza kuingia? Lakini sasa hili kuna vitu inabidi uvijaribu, lakini wakati huo huo kwamba pia kuna kombe ambalo mwisho wa siku bingwa analipata. Nikianzia kwa Kokeje kisha tutamalizia huko. Kwanza hata unapokwenda dukani kununua bidhaa, kuna original na fake. Unapoenda kununua, hamna mtu anayetafuta bidhaa fake, anahitaji bidhaa original, yani halisi. Kadhalika wachezaji, timu zinaposajili wachezaji zinasajili wachezaji ambao zinaamini kwamba huyu sio fake, ataenda kunipa matokeo. Kwa hiyo timu yoyote bali ya kwamba imepungukiwa na wachezaji, si Yanga, Simba, Azam, wachezaji wako kwenye majukumu ya kimataifa kama ilivyo kwa Singida pia, lakini wachezaji, ule ubora wa kikosi kipana ndio unatakiwa kocha aonyeshe uwezo kwamba mimi nina kikosi kipana. Atakayesajiliwa na Yanga, Simba, Azam, KVZ, TRA na wote wanaoshiriki Kombe la Mapinduzi ni wachezaji wa viwango, wanabeba nembo ya timu. Kwa hiyo tunataraji kwamba watakuwa na nafasi sawa na wale ambao hawapo. Kwa hiyo kisingizio kwamba nilikuwa najaribu timu, hiyo itakuwa ni zile sizitaki mbichi hizi. Nikija kwako Kunambi, mtazamo wako ni upi katika hilo? Mimi mtazamo wangu, timu zote zinazoshiriki kwenye michuano hiyo zinahitaji ile kombe, hasa Yanga, kwa sababu pia tumeona hata msimu huu walishiriki ile Kombe la Muungano na makombe mengine, wakawa wanayahesabu kwamba msimu huu tumechukua ikiwemo hata Kombe la Muungano na makombe mengine yote, hata ngao ya hisani, walienda Rwanda. Maana yake ni kwamba labda waje watoe sababu nyingine tu wakikosa Kombe la Mapinduzi, lakini kwa mentality yao wao wenyewe na kwa faida ya msimu, mwisho wa msimu ambao wanakusanya makombe yao na kuyahesabu, mimi naamini Yanga wako serious na wanataka ili Kombe la Mapinduzi kama ambavyo KVZ au timu nyingine yote inayoshiriki kwenye michuano hiyo. Na sugumu uko wapi kwamba una wachezaji ambao kwa idadi kubwa wengine hawapo? Hili linawezekana labda ni timu chache ambazo tukiachana na zile za Zanzibar, KVZ, Mlandege, wao inawezekana hawajaathirika na hilo, lakini Simba wana wachezaji ambao wako national team, Azam wana wachezaji wako national team, vivyo hivyo kwa Young Africans, Singida. Hili linakuwa la athari kiasi gani? Athari yake inaweza kuwepo kwa maana kile kikosi cha kwanza, kwa mfano cha Yanga hakipo, hamna ile defense line yote. Simba hakuna almost all key players, karibu 7-8. Lakini kutokana na upana wa vikosi hivyo vyote Simba, Yanga, bado timu zao zinabaki zile. Timu ni ile intact. Kwa hiyo hawana sababu ya kusema kwamba hatuna wachezaji wetu kwa hiyo hatuhitaji sana kupambania kombe. Naona timu zote zimetolea macho ili kombe. Simba wameshatangaza kabisa kwamba tunaenda kulitafuta ili kombe, na Yanga nao kwa mentality yao najua wanaenda kulipambania kombe. Kwa hiyo
hayatakuwa mashindano rahisi kwa hizo timu zote. Na timu za Zanzibar nafikiri last time wakati wa mashindano haya ya vilabu ilichukua timu ya Zanzibar Mlandege ndio walichukua mara mbili mfululizo. Baada ya hapo akaja akachukua Zanzibar Heroes kwenye upande wa timu za taifa. Unaona huo ugumu wa hayo mashindano, wakati Simba na Yanga wanatolea macho kombe, timu za Zanzibar nazo vile vile bado Mlandege watataka ku retain kombe lao kulirudisha kombe wale kuchukua msimu mmoja uliopita. Kwa hiyo ni mashindano ambayo mimi nafikiri kwangu ni mazuri sana, tena yamekuja wakati mzuri. Kuna break ya ligi, halafu kuna mashindano AFCON. Hizi timu zijiondoe kwenye kutu. Unajua timu zisipocheza muda mrefu, wachezaji wanapata kutu. Kwa hiyo wanapopata mashindano ya namna hii ni mazuri sana kwao.